Mungu amenipatia neema nije nizungumze na wewe. Amen. Hallelujah. Nije nizungumze na wewe kwa habari ya ufanye nini ili uweze kubarikiwa. Amen. Nini ufanye ili uweze kukutana na baraka zako. Hallelujah. Na leo nitafundisha taratibu sana ili mradi unisikilize na unielewe. Amen. Nini unachotakiwa wewe kufanya ili uweze kukutana na baraka zako. Hallelujah. I know kila mmoja anatafuta baraka. Kila mmoja anatafuta kubarikiwa. Lakini hata kama unazitaka hizo baraka, ni nini ambacho unahitaji kufanya wewe ili ukutane na hizo baraka zako? Watu wengi wamekuwa wanatafuta baraka lakini hawaoni. Watu wengi wamekuwa wanaombewa ili kubarikiwa, lakini yale maombi wanayoyapata juu ya hizo baraka hazimanifest. Yaani hazitokei kuwa baraka. Kuna nini kinatokea? Nini ambacho sasa wewe unahitaji kufanya ili ukutane na hizo baraka ambazo unatafuta? Hallelujah, watu wa Mungu. Kuna mtu mmoja ananielewa? Amen. Na kutafuta baraka ni lazima. Na kama kuna mtu atakucheka kwa nini unatafuta baraka, hakuna ubaya kwenye kutafuta baraka. Amen. Amen. Hakuna ubaya wewe kutafuta baraka. Na kama kuna mtu atakukatisha tamaa kwenye safari yako ya kutafuta baraka, muone amepungukiwa neema ya Kristo ndani yake. Ni wewe kufanya ili uweze kukutana sasa na huo muujiza wa hizo baraka ambazo Mungu amezipanga juu ya maisha yako. Mtu mmoja nisaidie kusema amen. Amen. Hallelujah. Sasa kwa kuanzia, hebu tuanze na kitabu cha Waebrania ule mlango wa 11 mstari wa 6. Kitabu cha Waebrania ule mlango wa 11 mstari wa 6. Glory be to Jesus. Kitabu cha Waebrania ule mlango wa 11 mstari wa 6. Anasema lakini pasipo imani. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Look it. Haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendee Mungu. Kwa maana mtu amwendee Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Lazima aamini ya kwamba yeye yupo. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Okay, look at the word thawabu. Angalia neno thawabu. Anasema na huyu Mungu huwapa thawabu wale wamtafutao. Are you getting what I'm speaking? Amen. Hallelujah. Okay, Amen. let me now read the Bible, the English version. The book of Hebrew, chapter number 11 verse 6. The English version. The book of Hebrew, chapter number 11 verse number 6. The Bible says, but without faith it's impossible to please. Look at this word, please. Please. Without faith it is impossible to please God. You need something from Him, then you please God in order for Him to give you. Hello? Amen. Hallelujah. So the Bible says, without faith it is impossible to please God. Na Biblia Kiswahili inasema haiwezekani kumpendeza. Maana yake Mungu anahitaji watu wanaompendeza. Maana yake watu ambao Mungu anafutiwa nao. Hallelujah. One time in this church niliwahi kufundisha nini ulichonacho kinachomuattract Mungu kwako. What do you have that can attract God? Wewe una kitu gani kinachomvutia Mungu kwako? Even though you are prayer man or prayer woman, hata kama wewe ni muombaji, hata kama wewe unafunga sana, hata kama wewe unasali sana, lakini what do you have now? Una nini ndani yake kinachomvutia Mungu kwako? Hallelujah. Sasa kwa wale ambao wanahitaji baraka, Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Na Mungu anawabariki wale wanaompendeza. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Amen. Anasema hivi, but without faith it is impossible to please and be satisfactory. Like it is impossible to please and be satisfactory to him. Haiwezekani kama huna imani, haiwezekani kumpendeza Mungu. To please God and to be satisfactory. Satisfactory maana in Swahili? Satisfactory. Kutosheka ama kuridhika from him. Kutoka kwake. Utoshelevu kutoka kwake. Amen. Sasa ili wewe uweze kupokea hizo baraka, ili wewe uweze kupokea unachokitaka, Biblia inasema without faith it is impossible to please God and to be satisfactory to him. Lugha nyingine manake necessary. Amen. Amen. The word must kwa lugha nyingine is necessary. Kwa yoyote anayemwendea, for whoever would come near God must or necessarily believe that God exists and that He is the rewarder. Oh yes. Kwa yeyote anayemwendea Mungu ni lazima uamini. You need to believe that God is existing. Amen. Halafu nasema hivi, then he is a rewarder. Okay, the word is rewarder, reward, what does it mean reward? Kwa Kiswahili ndio tumesoma thawabu. Kwa lugha ya Kiingereza is reward. God is rewarding you. Amen. Sasa Mungu anapokureward, ama Mungu anapokupa, ama Mungu anapokuneemesha, Mungu anapokuonyesha njia mahala pasipo njia, the only thing you need to believe that God is existing. Amen. Oh yes. Hallelujah. Amen. Lazima uamini ya kwamba Mungu yupo. Amina. Na ukishaamini kwamba Mungu yupo, Biblia inasema hivi, then he is a rewarder. Rewarder. Oh yes. A giver. Amen. 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 Mtoaji. Amen. Mwezeshaji. I don't know if somebody is getting what I'm saying. Oh yes. Hallelujah. Amen. So you need to believe that this man exists. He is a rewarder. Amina. Yeye ni mpaji. Yeye ni mwezeshaji. Amina. Yeye ni mtoa thawabu. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wanatafuta kitu kwa Mungu but they don't believe that God is existing, you will never be given by him. Oh yes. Never. Listen, there are some Christians, a lot of Christians, they know that God is there but they don't believe. There's a difference between knowing and believing. Amen? You understand? Some people, they believe that Dr. John Joseph Pombe Magufuli is a president. They believe. Believing that means we know he will bring to us something special. We believe. Amen? But some people, they know. We know he's a president. But my president is white. That's so na kuna watu mpaka leo wanaamini kwamba bwana ni rais wangu fulani. Unaona ba me, that's my president. Lakini wanajua kwamba rais wa nchi hii ni Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Mungu anasema lazima uamini ya kwamba yeye yupo. And then he is a rewarder. Listen, ili wewe uweze kukutana na baraka zako, ni lazima uamini kwamba Mungu yupo, kwa sababu yeye ndio mtoaji wa hicho unachotafuta. Once you seek something, you need to believe that God exists. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoja nikwambie kitu. Watu wengi leo wamejicontradict bahari. A lot of people, they're in contradiction nowadays. Ukianza kutafuta baraka, mtu anakuambia wewe utafute kwanza ufalme wa Mungu, wale wengine utazidishiwa. Come on. Seek first. Tafuta kwanza. No thinking. No. Listen. Ufalme wa Mungu
Wakristo wachache wako ndani ya ufalme lakini bado wanatafuta ufalme. No. Preach, Papa. No, tunahitaji kupiga hatua. Unapotafuta baraka unaomba, sikiliza. Biblia imesema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mtazidishiwa. What is it now? What is it? Kwani ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni nini? Biblia inasema nini? Ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho. You see that? Amen. Ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha in the Holy Ghost. Demonstration of God's power. Ufalme wa Mungu ni nini? Ni nguvu. Nguvu manake nini? Manake mtu akiwa na pepo ukademonstrate power, yule pepo akatoka. That's power now. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mtu mmoja ananielewa? Oh yes. Kuna mtu mmoja ananipata? Oh yes. Sasa utajuaje kwamba ufalme wa Mungu umekuja? Kwa sababu unapotafuta baraka tunapumbazwa na neno moja tu. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na hayo mengine mtazidishiwa. Lakini wengi hawajui ya kwamba ufalme wa Mungu umeshakuja. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni kuwa na haki, uwe na amani, uwe na furaha katika Roho Mtakatifu. Usiwe na furaha ya mkeo, usiwe na furaha ya mumeo, usiwe na furaha ya rafiki, usiwe na furaha ya mali, bali uwe na furaha katika Roho Mtakatifu. Oh yes. Na mtu aliye na furaha katika Roho Mtakatifu ana imani. Amen. Amen. Ana haki, ana maarifa. Amen. Ana kiasi. Oh my God. Oh yes. Are you getting this? Oh yes. Huyu ndio mtu ambaye ana amani, ana furaha. Amen. Anatenda haki kwa watu. Mahali palipo na kosa, ona kwamba hili ni kosa na urekebishe kosa. Lakini walokole walio wengi wamekuwa mashuhuda wa uongo. Kweli. Na hilo mimi ndio ninalolipata sana. Why don't we speak? Hivi kwa nini tusiongee ukweli? Sema tupone baba. Na kuna muda mimi naweza nikapata hasira, nikahisi ufahamu una basti. Kwa sababu tu nikinote kwamba huyu ananidanganya. Amen. Why? Why unasema uongo? If you open the book of Matthew, fungua kitabu cha Mathayo mlango wa 10. Mathayo mlango wa 10. Mlango wa 10 mstari wa 7. Anasema, na katika kuenenda kwenu. Now, look it. This is Jesus now. This is all Jesus. Jesus. Ili waweze kujua kwamba ufalme wa Mungu umekuja. Wakati Yesu anawatuma wanafunzi wake, aliwaambia maneno haya. Read it. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Now, let us read it an English version, the book of Matthew. Matthew chapter number 10 verse 7. An English version. The book of Matthew chapter number 10. Matthew chapter number 10 verse 7. Matthew chapter number 10 verse 7. If you have an English version, read it. Kama una Biblia ya Kiingereza soma. Biblia inasema hivi. And as you go, look at that. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. You see this? Oh yes. As you preach, or as you go, preach and saying, the kingdom of heaven is at hand. Amen. Hello? Amen. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mnapokwenda kuhubirini, nendeni mkahubiri mkisema, ufalme wa mbinguni uko mkononi. Amen. Umefika. Yani ufalme wa mbinguni upo. The kingdom of heaven is at hand. Mikononi mwetu. Ikitokea watu wanauliza, tuonyesheni ufalme wa mbinguni. Si wanaenda wanahubiri kwamba jamani,
show us. Amen. Asema, show us now. Show us that kingdom. Show us. Okay, now read the next verse. Anasema, pozeni wagonjwa. That's number one. If people will ask you, show us now that kingdom. Heal the sick. That's number one. Heal them. For in order for them to understand that the kingdom of heaven is at hand, if they will ask you now, heal them. That's number one. Second. Fufueni wafu. Kama mtu akiwauliza, mnasema ufalme wa mbinguni umekaribia, tuonyesheni wa ufalme wa mbinguni. Tuonyesheni basi. Yesu anawaambia hivi, pozeni wagonjwa. Amen. Hilo la kwanza. La pili, waliokufa wale waamsheni, in order for them to understand that the kingdom of God is at hand. Raise the dead. Power. Raise them. Oh yes. They need for you to manifest that kingdom now. Raise the dead. Wakristo wengi wanaamini ya kwamba ufalme wa Mungu bado hauko duniani. Uko wapi? Najua tutaenda kuishi kwenye ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu wapi wewe? Biblia inasema hivi, ufalme wa Mungu umekuja. Amen. Mtajuaje kama ufalme wa Mungu umekuja? Pozeni wagonjwa. Unapata wapi nguvu ya kumpoza mgonjwa bila kidongo? Unapata wapi? Unapata wapi kutoa pepo bila dawa za mganga wa kienyeji? Unapata wapi? Yosa. Unapata wapi uwezo wa kumfufua aliyekufa kama ufalme wa Mungu ukienda? When we are talking something concerning the kingdom of heaven, tunamaanisha utawala wa Mungu juu ya uso wa nchi. Kwa Yesu anawaambia, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Okay, mwishoni akawaambia hivi, mmepata bure, toeni bure. Now this is the problem again. Yesu akawaambia, mmepewa bure, toeni bure. Wakristo walio wengi wanadhani Jesus, he was talking something concerning financial. Yesu alikuwa anamaanisha, ninyi nimewapa hiki kitu undeserved. Hamkuwa hamkustahili, hamja deserve. Nimewapeni bure, maana yake hamko righteous. Nimewapeni na mapungufu mlio nayo. Nimewapeni na madhaifu mlio nayo. Nimewapeni bure kwa sababu hamkustahili kupewa hiki. Sio, unanielewa? Lakini wachungaji walio wengi wanawafundisha kwa Kristo kwamba hii nguvu ya Mungu tumepewa bure, tutoe bure. Not that way. No. Let me shake your theology a little bit. Hebu ngoja nitingishe theology yako kidogo. Hii nguvu yangu, mwende mkawasaidie walio wadhaifu. Nimewapeni undeservedly, nimewapeni bure. Yaani hamkustahili. Na ninyi mnapokwenda msiende kuwa na masharti. Mkimkuta mtu mgonjwa msimuulize umeokoka. Msimuulize unamjua Yesu. No, nimewapeni bure, mwendeni mkatoe bure. Maana yake nendeni mkawatakase hata wasiostahili. Haleluya. Nendeni mkawape hata wale ambao hawastahili kupewa. Nendeni mkawape hata wale ambao mnaona wametenda dhambi, wapeni. Mbona nyinyi mmepewa? Kwani na nyinyi msiwape wengine? Lakini Yesu hakumaanisha fedha. Leo kwenye ufalme wa Mungu kila mtu anataka kitu for free. Nothing for free, my dear. Okay. Wewe fanya kitu kimoja. Let us prove kwamba okay, Yesu alikuwa anazungumzia hapa. Kwamba nimewapa hamjalipia. Hamjatoa hata shilingi 100. Na ninyi mwende mkawape ambao hawana hata shilingi 100. You understand? Hallelujah. Yesu alikuwa anamaanisha nimewapeni wakati hamna neema, au nimewapeni wakati hamna ule utakaso, hamna ule usafi wa kupewa hiki. Lakini hata kama mko wachafu nimewapeni. Na ninyi mkienda huko msiweke masharti. Wenye ukoma ni wachafu, hawajanipokea mimi ndio maana wana ukoma. Wagonjwa hawajanipokea mimi ndio maana wagonjwa. Msiende mkawapa watu condition. Hallelujah. Okay, kwa mfano inakuwa Yesu alizungumzia fedha. Yesu tuchukulie tu kwamba Yesu
alizungumzia fedha kwamba ninyi hamjanunua. Hamjanunua kwangu. Nimewapeni bila shilingi 100 na ninyi mwende mkatoe bila shilingi 100. Unakumbuka Petro aliwahi kumuuliza Yesu swali? Ndio. Let us pray in the Bible. Soma kitabu cha Luka 18 anzia ule mstari wa 28. Anasema Sikiliza swali la Petro. Okay, tufanye kwamba Yesu alizungumzia fedha. Kwamba msiende kwa watu mkachukua hela. Ndio. Aha. Petro akamuuliza Yesu swali. Soma swali lenyewe. Petro akasema, tazama sisi tumeviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. Look it. Ishia. Petro anamwambia Yesu, sasa Bwana, tazama sisi tumeviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. What does it mean? Kama tunakwenda tusichukue hela, lakini tumeacha shughuli zetu. Are you understanding this? Oh yes. Petro anamuuliza Yesu, Bwana, okay, sawa. Sisi tumeacha kila kitu tunakufuata wewe. Wewe unataka nini sisi? Okay. Kama Yesu aliwaambia hivi, mmepewa bure mkatoe bure. Petro alimuuliza Yesu swali. Sisi tumeacha kila kitu. Sasa kwa nini kwako? Haya, umetotoa nyumbani petu. Tumeacha mali zetu. Tumeacha kila tulicho nacho. Tumekufuata wewe. Sisi tunapata nini kwako? Hello? Oh yes. Am I preaching? You're preaching, Papa. Am I preaching? Oh yes. Sasa huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Anamuuliza Yesu, Bwana, tumeacha kila kitu. Tunakufuata wewe tukiwa hatuna kitu. Continue reading. Anasema akawaambia. Yesu akawaambia. Hakika nawaambia. Hakuna mtu aliyeacha nyumba. Hakuna mtu aliyeacha nyumba. Neno nyumba maana yake mali. Amen. Amen. Yesu alichukulia kimoja katika mlivyoviacha. Yawezekana umeacha biashara, yawezekana umeacha magari, na mwingine aliacha kuvua samaki zilizokuwa zinampa hela. Ameacha kila kitu. Halafu amemfuata Yesu. Yesu akasema, hakika nawaambieni, hakuna mtu ambaye ameacha nyumba. Kingine au mke au ndugu. Yesu anaposema au mke, maana yake familia. Yesu akamwambia, hakika nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha mali, Yesu akachukua nyumba. Familia, Yesu akachukua mke, ndugu. Maana yake inawezekana wewe ulikuwa msaada kwa ndugu zako. Unasomesha watoto dada zako, unasomesha watoto wa kaka zako, unasomesha ndugu zako wengine, lakini hivyo vyote umeviacha. Halafu unamfuata Yesu. Yesu anasema hakika hakuna hata mtu mmoja aliyeacha nyumba, mke, ndugu na nini? Wazazi au wana. Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Asiyepokea zaidi. Look it. Ishia anasema asiyepokea zaidi. Amen. Amen. That means the kingdom of God is not for free. Yes. Amen. Amen. Mimi nimeacha kazi zangu, nimeacha shughuli zangu. I have left everything to preach the kingdom of God. Napata nini? Yesu akasema hakika nawaambia, hakuna yeyote atakayeacha chochote. Asifanyaje? Anamalizia anasema asiyepokea zaidi mara nyingi katika zamani. Asiyepokea zaidi mara nyingi. That means kama uliacha nyumba moja kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ukianza kumtumikia unahitaji kuongeza nyingine na nyingine. Amina. Okay. Anasema unatakiwa kupokea mara nyingi, kwa hiyo unahitaji kupokea zaidi. Tena akasema hivi, zamani hizi. Ngoja nisome ya Kiingereza itaeleza vizuri. The book of Luke. Read it. The book of Luke chapter number 18. The book of Luke chapter number 18. Ngoja nikusomea Kiingereza. Na kuanzia wiki ijayo tutaanza kuwa na ibada mbili. Amina. So tuna ibada ya Kiingereza na ibada ya Kiswahili. Amina. Amen. Na sasa hivi tuna mpango wa kuwa na mkesha angalau mara 2 kwa mwezi. Oh yes. Tutakesha wapi? Nitawaelekeza mahali ambapo tutaanza kukesha. Amina. Kitabu cha
Luka mlango 18, or the book of Luke chapter number 18 verse 28. Verse 28. The Bible says, and Peter said, see, we have left our own. Look it. And Peter said to Jesus, we have left our own. Hallelujah. That means things, home, families, business. You see that? Oh, yes. Things, home, business. We have left it. Hallelujah. Oh, yes. And have followed you. Pata nini kutoka kwako? Once we have left anything, everything. We have left everything. Business, houses, and whatever. To follow you. That means to follow your kingdom. Tutaeni nini kutoka kwako? Then 29. And Jesus said to them, I say to you, truly, look it, I say to you, truly, there is no one who has left house, or wife, or brothers, or parents, or children, for the sake of the kingdom of God, who will not receive in return. I love this word. Oh, yes. Who will not receive. Understand me? Yeah, Jesus. Who will not receive in return many times more in this world. Oh, yes. More. Hakuna hata mmoja aliacha kila kitu chake akaenda kwenye ufalme wa Mungu for free. Halafu usipate kitu, nothing. Listen, let me drive my Jeep. I'm in the kingdom. Yes. Amen. Amen. Let me live in a mansion, a big house. I am in the kingdom. Let me dress a nice suit. I am in the kingdom. You understand? Oh, yes. Hallelujah. Let me eat in a 5-star hotel. I am in. Oh, yes. Power. Hallelujah. Amen. Let Chris drive a nice car. Oh, yes. You in the kingdom. Because the Bible says, if you will leave everything and follow God, nobody. Oh, yes. Hakuna ambaye hatapokea. Amina. Not 2 times, or 3 times, or 4 times. The Bible says many times. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There is no one who has left house, wife, brothers, parents, or children for the sake of the kingdom of God, who will not receive in return many times more in this world and in the coming age. Oh, yes. Power. Anasema in this world, that means this world, that the world we are living right now, oh, and yes. the years to come. Oh, yes. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I prophesy to your life. Amen. You need to receive as many times as what you have. I receive. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Kama Yesu aliwaambia mmepewa bure. Toeni bure. Wewe tumeacha kila kitu chetu. Kweli. Tumeacha kila kitu. Kweli. Tumekuja kwa kusudi tunapata nini? Yesu anataka tulie. Kuja na mbele kitu. Hakuna mtu atakayetoka akaacha kila kitu akaja kwenye ufalme wa Mungu asipokee kitu. Yes. Utapokea as me. Amen. Yes. So that means Jesus, he was speaking that if you will leave your house, your family, wife, and everything, there are some people who pay. Amen. Power. Many times. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu akauliza mwanafunzi wake, bwana samani, vipi ushuru hapa? Wanalipa wageni au wenyeji? Mwanafunzi wake akamwambia bwana, wanalipa wageni. Yesu akasema, oh wow, basi kuanzia sasa wana wangu ni mahuru. Yesu akamtuma Petro, akamwambia nenda baharini. Amina. Nenda baharini ili uweze kujua kwamba in the kingdom of God there is money. Amina. Yesu alimtuma Petro, nenda baharini. Ukienda baharini utamkuta yule samaki azukae kwanza.
Oh yes. What does it mean? Maana yake Yesu alikuwa na hela. Inawezekana Yesu yuko Yeriko, yule samaki alikuwa yuko Japani. Oh yes. Lakini Yesu alijosema kwamba tunatakiwa kulipa ushuru hapa. Hela zangu ziko wapi? Yesu akaona nina pocket money iko mahala fulani. Oh yes. Wakati Yesu anamtuma Petro, yule samaki alichomoka Japani. Kupeleka hela. Oh yes. Jesus. Hallelujah. Amen. Yule samaki alichomoka, alijua kwamba ni zamu yangu kupeleka pesa. Ni zamu yangu kumpa hela Yesu. Let me go. Oh yes. Samaki akaenda akatulia ba. Akaona cheki ndoano iko wapi. Ile samaki ndoano hii hapa. Oh yes. Samaki alijua siendi kufa, anapeleka mshiko. Amina. Jamaa anahitaji. Yesu ameingia mahala na kuta gate. Okay, now you are God. Jesus, you are God. Now pass here. Peter, wewe si Mungu, Peter. Kama ufalme wa Mungu kila kitu ziko free. Pass here now. Yesu akaona hapo ngoma draw. Akamuza Petro na hela. Petro. Hata mimi. Okay. Mzayo. Unajua baba, mimi nilimwachia mke wangu ile shilingi 20,000 ndio wanamalizia leo pale nyumbani. Yesu aenda kwa nani wewe mwana wa Zebedayo? Baba, nilikuwa nataka nikuombe hata 100 tu ya maji ya kunywa. Yesu akaona, okay, I have my ATM somewhere. Kwa nini Yesu alimtuma Petro kumtuma mtu mwingine? Fuatilia Yesu amemtoa wapi Petro? A fisherman. So that means in the kingdom of God unahitaji kutumika kulingana na qualifications that you have. Amen. If you are a professional teacher, use that teaching in the kingdom of God. If you are a doctor, use that qualification you have in the kingdom of God. If you are a singer, use the voice you have in the kingdom. Amen. Yesu akamwambia Petro, kimbia mara moja baharini, kavue samaki. Yule azukae kwanza. Yesu akihitaji kumshauri Petro, utachukua ndoano, utachomeka huko mbele na hii chango, halafu ukienda kwenye maji usisogee sana kutumbukia. Kama mbali kidogo, halafu lusha ile ndoano, halafu huko akushikilie mtu. Yesu aje Petro, njoo, nenda baharini, kavue samaki. Petro akuuliza swali, mtavuaje? Petro, poa baba, hamna shida. Petro alikuwa anajua nyavu iko wapi, ndoano iko wapi, yule wa kumchomeka kwenye ndoano yuko wapi, nitatupaje ndoano, nitamkamataje samaki, akitoka nitafanyaje. Oh yes. Na kwa Petro kwake akitumbukia kwenye maji haihitaji mtu amsaidie, anapiga mbizi anatoka. Yes. Inakuwaje Yesu angemtuma Mathayo? Mathayo angefika kwenye maji akaanza lakini Petro alienda akatupa ndoano, akachukua hela, akarudisha samaki kwenye maji. Why? To me fish is not a problem. I can come to catch it another day. Oh yes. Hallelujah. Petro kwake samaki ilikuwa big deal. Mimi nimetumwa hela, sema samaki nikimtaka sana kuja, kwani kuna mtu ananifundisha? No, I know how to fish it. Oh yes. Wewe samaki nimetumwa kwako hela. Haya, wewe nenda zako. Kana nini? Nenda pale ambapo Yesu ameweka hela, akachukua hela nyingine. Look, Yesu alimkomandi yule samaki kuchukua pesa itakayotosha kulipa kodi watu wawili without change. Amen. You understand? Oh yes. Without change. Look now how the kingdom of God is so powerful. Oh. So unaelewa? Look how the kingdom of God is so powerful. We can get richness everywhere. Hallelujah. Tunaweza tukapata utajiri anywhere. Sio kwako tu. Anywhere. Hivi wewe unakaa kwenye nyumba ya mtu umepanga, hujajenga nyumba bado. Halafu kila kitu bure kwenye ufalme wa Mungu. Utalipa kodi? Sio unafukuzwa kwenye nyumba. Ndio maana wachungaji wengi maskini. Kwa sababu wanawafundisha watu kutokubarikiwa. In order for you to be blessed, you need to be a giver. This is the principle. Hallelujah. Sasa, hawa wanafunzi
wanafunzi wa Yesu walikuwa na hela, walikuwa na mali, sio mchezo. Amina. Sasa Yesu anawatuma, anaambia nendeni mkahubiri, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, fufueni wafu. Mmepewa bure, toeni bure. Maana yake mmepewa undeserved, sio kana kwamba mmelipia, no. Sio unaelewa? Okay. Unawezaje wewe kuamini kwamba Jesus is alive and you're sick? You need to be delivered, then you will believe that the Messiah is alive. That's why. Na ndio maana Yesu akasema, go to people. Don't put too much conditions that you are not born again, you are not saved, you don't know Jesus, I can't heal you, I can't give you this miracles. No. Receive Jesus. No. Don't put that condition. Heal them. Waliokufa kwa wafufueni ili wajue ya kwamba Kristo yu hai. Hallelujah. Sasa ili ujue kwamba walikuwa wana hela, rudi kwenye kile kitabu chetu cha Mathayo ule mlango wa 10. Rudi kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 10. I'm about to finish. Matthew chapter 10. From verse 6. 9. Anzia mstari wa 9. Utaelewa vizuri kwamba hawa jamaa walikuwa na mali zao, walikuwa na pesa zao, walikuwa na kila kitu chao. Amen. Kuanzia mstari wa 9. Come on. Anasema, msichukue dhahabu wala fedha. Do you see it? Yesu aliwakataza wanafunzi wake, msibebe fedha, msibebe dhahabu, msibebe nini? Wala mapesa mishipini mwenu. Wala mahela. Usifunge hela hapo kwa sababu unakwenda field, unakwenda kuhubiri injili kijijini huko. Kule nitakosa hela. Unajua ngoja nibebe hela. Nichukue hela ili niende nazo. Yesu akamwambia, don't take it. Why? Kwa nini tusibebe dhahabu? Tukikosa chakula kwa sababu tuuze hii dhahabu tupate hela. Kwa nini tusibebe hela? Tutakula nini tunapokwenda? Yesu, tuambie tutakula nini? Yesu akamwambia hivi, anasema wala mkoba wa safari, wala usibebe mkoba wa safari. Yani, wala kanzu mbili, wala usibebe kanzu mbili. Wala viatu, wala usibebe viatu. Wala fimbo, wala usibebe fimbo. Maana mtendakazi astahili posho lake. Good. Maana if you will go there, you will preach the gospel well, you will deliver the sick well, you will rescue the dead. Utaponya wagonjwa vizuri, utawatakasa wenye ukoma vizuri, utahubiri injili vizuri. Wewe si mtendakazi, unahitaji posho yako. Now who will give you? Nani atakupatia posho? Yule unayemsaidia. Okay. Inakuwaje kama wanafunzi wa Yesu wangebeba fedha? Inakuwaje kama wanafunzi wa Yesu wangebeba dhahabu? Maana yake wangeenda ku preach a free gospel. Unaona tuambie? Wangeenda kuhubiri a free gospel. That don't worry, don't give to us, we have money. Usitoe hapa, sisi tuna hela tayari. Ungewaambia wanafunzi wake, bebeni chakula cha kutosha, bebeni fedha za kutosha, bebeni viatu vya mbele, kwa maana hakuna atakayewapeni kitu. Injili ni mapeni bure, katoeni bure. Listen my dear, in the kingdom of God nothing is free. In the kingdom of God free, you will go free as you can. Ukija kwenye ufalme wa Mungu bure, utaondoka bure kama ulivyokuja. But once you come in the kingdom of God with something to God, oh my God, you will receive what you deserve. Okay. Na Wakristo walio wengi wabarikiwi wanakuja na magonjwa yao. Unajua tunaenda kuombewa kwa sababu watumishi wamepewa bure, wanatoa bure. Unakuja na ugonjwa wako, unaondoka na ugonjwa wako. In the kingdom of God you need to support the kingdom. Oh yes. Sasa tukiwafundisha hiyo sema yule prophet man, mtumishi wa Mungu yule anataka hela. Listen, I don't need your money. I need you to be blessed. Yes Papa. You are preaching now. I don't need your money. I need you to be blessed. Amen. Ili uweze kubarikiwa, support the kingdom. Very true, Papa. Nothing for free. Apostle, nothing is for free. Amen. Nothing. Allah. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa jamani? Amen. Mtakapoingia kwenye huo mji, anasema na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia,
Tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu. Good. Tafuteni kwenye hicho kijiji mtakachoenda. Tafuteni nani humo ndani mtu mwaminifu. Humo ndani kwenye hicho kijiji angalieni nani yuko vizuri. Hallelujah. Amen. Yesu anasema nendeni, alafu angalieni nani yuko alafu mwaminifu, yani ana hela, alafu yuko poa. Amen. Look at, simeacha kila kitu. Simeacha hela. Mmeacha mishipi yenu hapa. Mmeacha sandals mmebeba moja na moja yenyewe imeshaisha. Kwa sababu kutembea kutoka Kapernaumu mpaka Yeriko, ukifika kule sandals zimetoboka huko chini. Don't worry, mkifika angalieni kwenye hicho kijiji au kwenye mji. Mtakapoingia tu angalieni yule ambaye anakuwa mwaminifu, kwamba ana uwezo wa kuwatunza, ana uwezo wa kuwapa chakula, ana uwezo wa kuwapa kanzu, ana uwezo wa kuwapa sandals. Tafuteni kwenye ule mji, mchungulieni nani yuko vizuri, alafu tulieni. Haleluya. Tulieni humo. Oh yeah. Kimya. Tulieni hapa, alafu endeleeni kuhubiri. Kwa mtu mwaminifu, mkienda kuhubiri, mkirudi mnakuta amepika chakula. You eat. Si mwaminifu, mkishakula amewaandalia pa kulala. You sleep. Mkiamka nendeni mkahubiri. Mkirudi, jamani watumishi, samani mtumishi, niliona viatu vyako sio vizuri. I have bought for you this nice. Amen. Hey. Let's go. It's the gospel we need. Listen, I feel kwamba millions of people will hear what I teach. Amen. And I wish millions. Hii ni tamaa yangu. Oh yes. Wow. Jesus, my God. Today people will be healed in the name of, they are supporting. Amen. Amen. You see that? Yes, Papa. Anasema nendeni kaeni humo. Mkiona mtu mwaminifu kaeni. Tulieni kimya kwenye hiyo nyumba. Endeleeni kufundisha injili mpaka mtakapoondoka. Sasa kama mmefundisha, sikiliza. Mkiingia kwenye hiyo nyumba ya mtu mwenye hela, Yesu akawaambia acheni kujifanya mnajua. Sasa angalia kitu ambacho Yesu aliwaambia. Kama akaendelea akasema, nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni. Okay, look it. Yesu asema hivi, nanyi mkiingia katika hiyo nyumba isalimuni. Neno isalimuni maana yake ni respect the house. Yeah. Respect the money with cash. Respect that money because he has got money. Respect. Don't use your too much knowledge. Respect. Yesu anambia mkiingia kwenye nyumba mkiona jamaa yuko vizuri, respect the house. Salute the home. Yaani ukifika kwa nani, huyu jamaa ana hela, alafu he can support the kingdom. Mheshimu. My God. Natamani kama kuna watu wanaelewa ninachofundisha. Are you understanding this? Yes. So, and into whatever town or village you go, inquire. Okay, look at the word inquire. Look at this word, the word inquire. Inquire, what does it mean? Find out. Find out. Yes, inquire. Find out. Inquire who in it deserving and stay there. Tafuteni mtu ambaye ana deserve. The man who is good worthy. Stay in the house. If that house it deserves you to stay, stay. Mkiona hiyo nyumba inawawezesha, mkiona hiyo nyumba ina hela, mkiona hiyo nyumba ina msosi, mkiona hiyo nyumba ina kila kitu, stay in that house. Alafu akasema hivi chini yake. Come on. Ndio akasema nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni. And when you enter in that house, number 12, as you go into the house, give your greetings and wish it well. Amen. Amen. If you enter in that house, greet the house. I respect you, house. I respect you, madam. I respect you, sir. Madam, good morning, madam. I respect you. Why? Because the man or the woman has got capital cash. Respect any
anybody who has got cash and able to support the kingdom. Anasema awapokeaye ninyi, Awapokeaye ninyi, anipokea mimi. Look it. Angalia. Anayempokea mtumishi. Kumpokea maana yake ni kumkubali, kumsupport, kufanya kila kitu kwa mtumishi. Unapompokea mtumishi, si amesema uache kila kitu. Mkiona kuna nyumba moja iko vizuri financially, kaeni humo ndani. Na huyo atakayewapokea, maana yake atakayewasupport kwa kile ambacho mmekosa, amenipokea mimi. Let me tell you something. You can't receive Jesus kama haujampokea a man of God. In order for you to receive Jesus, first of all, receive a man of God. Wakristo mlio wengi, ndani ya mioyo yenu hakuna mtumishi mliyempokea. Hakuna. Wewe tu leo uko kwa Apostle Veda, maana yake kwa Prophet Richard. Kesho umeenda sijui kwa nani, umeona hapa kuna nini, kuna anointing hamna, unaondoka. Unaenda kwa fulani, ukifika huko unakaa, unajiuliza hivi hapa, unaangalia watu. Mbona watu wenyewe hapa kanisani wachache? Alafu nikiangalia mbona bwana hapa. Unaondoka. Unaenda kanisa lingine. Ukifika hilo kanisa unaambiwa, "Njoo kwa jina la Yesu, futa kiatu changu hapo, unapokea baraka." Unakuja na Yesu yako, unafuta kiatu cha nabii. Unaacha 50,000, unaondoka. Unaenda unakuta yaliyokuwepo jana ndio yale yako leo na zaidi, unahama kanisa. Unaenda kanisa lingine. Hakuna mtumishi wa Mungu ambaye umempokea. Read 42 now. 42 now. We are in 41, Papa. Read 42. 42? Okay. Anasema na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa. Okay. We're in 41. Have you read 41? Yeah. You already did. Sorry, okay. Sorry. Anasema ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii. Atapata thawabu ya nabii. Atapata thawabu ya nabii. What does it mean? Manake ninyi na watuma ni neno, lakini atakayekupokea wewe atapokea thawabu yako. What does it mean? That means utakachoenda kumwambia atapokea. Amen. Kama akikupokea wewe nabii, whatever you will prophesy, it will come to the person. Why? Because the person had received you. Hello? Kuna mtu ananielewa? Once, come on somebody, thank you. Receive it in Jesus' name. Amen. The kingdom is at hand. Amen. Kuna uwezo kusema vitu vikawa, atakaye kupokea wewe anapokea thawabu yako. Amen. Manake go and tell them anything and it will happen. Ngoja nikupe mfano. Elia alikutana na mtu mmoja. Elia is a prophet. Akamwambia yule mtu, sikiliza, ninakwambia kwa neno langu mvua haitanyesha mahali hapa. Si Bwana ila ni neno. Mvua ilinyesha? Haikunyesha. Sasa yule mfalme alipokea thawabu ya nabii. Nabii aliposema ilitokea. Kwani ndio nabii ametaka kusema? Nabii akaenda kwa mwanamke mshuneni. Yetini akakutana na mwanamke. My God. Nabii akamwambia mwanamke, naomba maji nini? Yule mwanamke enda kwa maji, nabii akamwambia, nenda kanitengenezee na mkate kidogo niletee nile. Yule mama akasema, nabii akia Mungu, mimi na unga kidogo tu umebakia. Na huu unga niliobakiwa nao, ninataka nile mimi tu na mwanangu, jamani, njaa imeingia hapa. Tukishakula hatuna chakula kingine tutakufa. Nabii akasema, listen. Ukinifanyia mimi, pipa lako halito katika unga mpaka mvua itakaponyesha. Yule mwanamke akaenda akatengeneza ule mkate, anarudi nyumbani pipa limejaa unga. Mungu akamtuma nabii. Amina. Bali Mungu alimwambia nabii kampe unga. Hapana. Thawabu ya nabii. Amina. Problem mlionayo, you don't trust prophets. That's it. That is the greater weakness you have. You don't trust prophets. Unaenda kwa nabii unamsikiza tu. Nabii. Nabii atasema we, atakutabiria we, atakwambia we, nabii atakwambia vyote, but you don't trust a prophet. Jesus. Wow. Hallelujah. Kwa hiyo, once you don't trust
a prophet, you will never receive a reward from a prophet. Hello? Let me tell you one thing. Namalizia. Dunia ya leo ina watumishi wa Mungu wa aina mbili. Wa aina mbili. Mtumishi aliyeitwa na Mungu kwa ajili ya kuwasaidia watu. Na kuna mtumishi ambaye ameamua kumtumikia Mungu kwa watu. Hawa ni watu wa tofauti. Amen. Kuna mtumishi ambaye Mungu amwambia, "Njoo, go and serve these people." Na kuna mwingine ameamua kama, "God, I can serve these people." These are two different preachers. Na kwa maana kuna mahala Yesu amesema kuna watu watakuja kwangu wasema, "Bwana, Bwana, mbona tulitoa pepo kwa jina lako?" Yesu asemaje? "Kwa nini siwajui sababu sikuwaita?" Sasa hawa ambao wameamua kumtumikia Mungu kwa ajili ya watu ndio ambao wametarget kupata utajiri wa watu, but not God. Amen. Mungu akiamua kukubariki, Mungu ana njia zake. Alafu kuna namna ambayo mtumishi anataka kubarikiwa kutoka watu. Si unaelewa? Mtumishi anaweza akaamua kwamba leo watu hao waliokuja kanisani hapa lazima nitoke na 3. Ameamua. Amen. Na anapata. Si unaelewa? Hivi akisimamisha watu 30 hapa. Wakaamua kama nabii akacommand kwamba you come give. Autoi. Si utatoa? Ndio. Okay. Anakuwa ameamua kubarikiwa kutoka kwa watu. 42. Anasema. Nitamalizia kwanza 41. Yes. Ampokea mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki. Atapata thawabu ya mwenye haki. Atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa. Na mtu awaye yote. Sikiliza. Sasa Yesu anazitanguliza baraka kijijini na mijini kabla ya wanafunzi hawajaenda. Ndiyo. Anasema yeyote kwenye hicho kijiji, yeyote atakayewanywesha. Nini maana ya kuwanywesha? Maana yake atakayewapa, atakayewafiti, atakayewavalisha, atakayewanywesha. Yeyote kwenye hicho kijiji, I prophesy in the name of Yesu. Yeyote kwenye hicho kijiji atakayewapokea hawa wadogo hawa na kuwanywesha. Anasema ingawa kikombe cha maji ya baridi. Sikiliza wewe, unahitaji kumpa mtumishi kikombe cha maji ya baridi, usimpe ya moto. Kuna watu mnachuki. Kuna watu mnagubu yani. Unampa mtumishi kikombe cha moto. Unampa mtumishi Mbona hiki cha moto? Yesu anasema, yani mpe kikombe cha baridi. Yani akinywa mtumishi yani kuna kitu fulani hivi umempa mtumishi kanapoza mtima wake. Yani nabii akiona hiyo shati, oh my God, Jesus Christ, I worship you. Yani mtumishi akiona hiyo suti umenunua, rabobo shata, yani ya baridi. Baridi maana yake nini? Nzuri. Inayopoza, inayotuliza, inayoniwaza, inayoondoa maumivu. Malize. Kwa kuwa ni mwanafunzi. Atakayewanywesha kati hao, kwa kuwa ni mwanafunzi. Kwa lugha moja ama nyingine, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu. Sababu Yesu alikuwa na watuma wanafunzi. Anasema ukiwanywesha wadogo hawa kikombe cha maji ya baridi. Kwa kuwa ni mwanafunzi. Hebu sema maji ya baridi. Maji ya baridi. Hebu sema tena maji ya baridi. Maji ya baridi. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Prophet. Nitakuletea maji ya baridi. Mmeshajifunga. You have committed yourself. Amen. Mletee prophet maji. Prophet akiona hiyo shati ya baridi yani ina unajua Mungu hizo. Unaweza kwenda kumtumishi. Kama mtumishi nimekuja niombe goa kara bashata.